na kuachwa hapo hapo msalabani mpaka atakapokufa. Kwa namna hii tunaona kwamba msalaba ulitumika kama chombo cha kukomesha tabia mbaya katika jamii. Lakini sasa tunasema Yesu alitukomboa kwa kutumia msalaba. Uasi wa mwanadamu dhidi ya maagizo ya Mungu uliondoa uhusiano mzuri uliokuwepo kati ya Mungu na mwanadamu. Sasa ili kurejesha uhusiano huo, palitakiwa pafanyike kitu cha kuleta upatanisho. Ili kuleta upatanisho huo, Kristo Bwana wetu alichukua mwilini mwake kosa letu na adhabu tulizostahili sisi. Hivyo alichukua mahali petu, akateswa yeye, akasulubiwa na kufa ili aturudishe kwa Mungu. Mungu aliona kuwa hii ndiyo njia pekee ili atufundishe sisi ubaya wa dhambi zetu. Naye Yesu kwa njia hii ametufundisha utii, unyenyekevu na uvumilivu katika kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Tunasoma sehemu fulani katika maandiko, utii ni bora kuliko sadaka. Kitabu cha kwanza Samueli sura ya 15 aya ya 22. Utii ni bora kuliko sadaka. Kosa liliingia kwa kutotii. Kama Kristo amekufa msalabani kwa lengo hilo, tuone sasa muono mpya kuhusu msalaba. Mwanzo ilikuwa ni chombo cha adhabu kwa ajili ya kuwaadhibu waliopatikana na ubaya na uovu kama vile uwizi, ujangili, jambazi na uasi. Lakini Kristo kateseka msalabani ingawa hakuwa na makosa hayo yote, na tumekombolewa kwa njia hiyo. Sasa tuone mono mpya kuhusu msalaba. Kutokana na mwanga wa ufufuko, yaani Yesu baada ya kufa msalabani hakuishia kufa na kuzikwa, lakini alifufuka. Kwa hiyo kutokana na mwanga wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, mtazamo kuhusu msalaba umebadilika kabisa. Ndio maana leo hivi tumekusanyana na tunashangilia na tunafurahi kwamba msalaba ambao kwao tulikombolewa umefika kwetu kwa sababu ya mtazamo mpya. Ungekuwa ule mtazamo wa kwanza, kila mtu angeona aibu, kila mtu angekimbia, angekichana. Sasa kutokana na mwanga wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, mtazamo kuhusu msalaba umebadilika kabisa. Msalaba sasa ni chombo cha ukombozi, si chombo cha adhabu na aibu tena. Kutokana na hali hii mpya, kanisa linauona msalaba kuwa na pande mbili, upande wa mateso na upande wa utukufu. Utukufu umefikiwa baada ya mateso na kifo. Hivi pande zote mbili ni muhimu na za lazima kwa wokovu. Kufuatia ukweli huu, kanisa linawahimiza waamini wake kuvumilia mateso na magumu yanayowapata katika kumfuata Kristo, ili waufikie ule utukufu aliyoufikia yeye. Kwa hiyo basi msalaba ni nguvu na fahari ya maisha ya Kristo na ni alama ya kwanza ya wafuasi wa Kristo. Ndugu zangu, nikiishia hapo kwanza kwamba msalaba una pande mbili,
upande wa mateso na upande wa utukufu. Upande wa utukufu haufikiwi mpaka kwanza tumepita kwenye upande wa kwanza, upande wa mateso. Sio mateso ya kujitakia wala bora kuteswa. Tunavumilia mateso katika kumfuata Kristo. Tunavumilia mateso katika utumishi wetu. Tunavumilia mateso katika kuishi na wenzetu, kwa sababu hatufanani na hatuna mtazamo mmoja. Tunafanya mambo mengi kama sehemu ya majitoleo yetu, kama sadaka. Kama tunadhani sisi kila jasho tutakalotoa lazima tufutwe, basi tumeukwepa msalaba. Na kama kila kazi tutakayofanya lazima tulipwe, basi tumeukwepa msalaba. Na kama kila teso tutalofikiwa nalo lazima tujiulize, nani kasababisha hili, nipambane naye, tunakwepa msalaba. Tunakosa kujua msalaba ni kitu gani. Na kama tuko tayari kuishi tu na mtu anayetufurahisha sisi na kuepukana kabisa na yule ambaye hatufurahishi, bado hatujui msalaba ni nini. Na kama tunawatendea mema wanaotutendea mema tu na kuwalipa mabaya wanaotutendea mabaya, bado hatujaelewa msalaba ni kitu gani. Kwa sababu Bwana wetu mwenyewe alivyoteswa, wale waliomsababishia na kumpeleka kwenye mateso, aliwahangaikia, aliwaombea, alimlilia Baba kwa ajili yao ili wawe mahali pazuri. Tukisha stahimili njia hiyo yote, tutaweza kuingia hiyo sehemu ya pili, upande wa pili wa msalaba, yaani kushiriki utukufu ambao Bwana wetu alishiriki baada ya kufufuka. Tueleze kitu kingine. Kama mnavyouona msalaba mbele yenu na sanamu ya Yesu juu yake, uangalieni huo mti wa msalaba ulivyochongwa na kuwekwa katika usawa. Upana wa ubao uliosimama wima ni sawa sawa na upana wa ubao uliokwenda ulalo kama hivi. Tuseme nini kuhusu huo mti wa msalaba? Kama huo mti wa msalaba ulioenda uelekeo huu ungekuwa mkubwa kupindukia kuliko ulioshuka, labda ulioshuka ungekuwa mwembamba kama sentimita 1, mnaweza kuniambia ambacho kingetokea? Mnadhani ungeweza kubeba uzito huo? Kama ule mti ulioenda hivi ungekuwa mnene sana, lakini ulioshuka uwe mwembamba kama kidole hivi, ungeweza kubeba huo uzito? Kwa vyovyote ungevunjika, sio? Tena kama ungebaki mti tu uliosimama na ulioenda hivi usiwepo, au kawa mwembamba kabisa, bado haungeweza kushikilia mwili unaoning'inia juu ya msalaba. Tuseme nini? Tuelimishane si wenyewe, tunatafakari tunapata kitu gani hapa. Tuchukulie huo mti uliosimama wima unatuhimiza sisi kuwasiliana na Mungu kila siku kwa njia ya sala na ibada mbalimbali. Lazima tuzungumze na Mungu kila siku. Baada ya hapo ndio twende tukutane na huyu na huyu, yaani tukutane na ndugu zetu
tuingie mahusiano na watu tunaoishi nao. Hapo msalaba utakuwa umekaa sawia. Msalaba lazima uwe na hizo pande mbili, ubao wa wima na ubao wa ulalo. Ubao wa wima, mazungumzo yetu na Mungu, ili atuelekeze namna ya kuhusiana na huyu na huyu kadiri mikono ilivyoelekea. Mikono yetu inaelekea kuwapokea ndugu zetu wanaotuzunguka, lakini akili yetu inatakiwa kuelekea kwa Mungu kila siku, ili mahusiano tutakayokuwa nayo baina yetu na wenzetu yawe tumefundishwa na Mungu kabla. Basi ndugu zangu, kwa ufupi niweze kusema hayo maelezo machache kuhusu msalaba, iwe ndio kianzio cha sisi peleka sasa sala zetu. Hatua inayofuata, kila mmoja wetu kadiri anavyosukumwa Amen.